Kiongozi akiondoka kwa namna isiyofaa wa nchi yoyote ile, awe atakavyokuwa kiongozi yule hali yake, yoyote ambaye anafahamu yale yanayojiri katika dunia kabla ya miaka kadhaa na hadi hivi leo, hawezi kupinga ya kwamba inapelekea katika mafsada makubwa zaidi, mafsada ya fawdha, mafsada ya vurugu lililo kubwa zaidi, mafsada ya nchi nzima yote kuja kuharibika na kuchomeka, watu kutoka mabarabarani kuandamana ili kupigania haki zao za kiuwananchi. Ni jambo ambalo limeambatanishwa, limeshikanishwa na mfumo wa kisiasa unaojulikana kwa jina demokrasia. Miongoni mwa misingi ya demokrasia ni kwamba kuna uhuru wa wananchi kutoka barabarani kuandamana na kunyanyua sauti, kueleza, kumwambia yule kiongozi kwamba sisi kuna jambo fulani hili hatuko radhi nalo na hatulitaki. Nimepita hapa ili nifike katika natija ya kwamba kuzungumzia swala au hukumu ya demonstration au hukumu ya maandamano katika sheria ya Kiislamu inafaa, au huwezi kuizungumza mpaka uzungumze nidhamu yenyewe ya demokrasia kwanza, hukumu yake nini katika Uislamu. Maana haya mawili yanakwenda sambamba. Huwezi ukazungumzia swala la watu kuandamana bila ya kuzungumzia mambo ya demokrasia. Maandamano, wanaolingania maandamano hayo na wanaotilia mkazo nidhamu za kidemokrasia wanadai ya kwamba mna ndani ya maandamano maslahi. Pengine ni kweli, labda yanapatikana maslahi kikweli, huenda kukapatikana baadhi ya masalihi, mabadiliko ya hapa na pale kutokana na watu kujikusanya kutoka barabarani kupiga makelele. Lakini mtazamo wa kisheria kwa Muislamu anafaa alitizame hili swala la maandamano kwa mujibu wa hii kaida ambayo tumeisoma, kwamba ikiwa patakuwa na maslahi kwa madai ya kwamba pengine yapo maslahi kwa wale wanaozungumzia kwa nidhamu za kidemokrasia, je, Waislamu tunaoishi katika nchi kama hizi ambazo zinapeleka nidhamu za kisiasa na nidhamu za nchi kuambatana na demokrasia, je, tushaangalia upande wa pili wa mafsada? Na je, tushapima mizani ya masalihi na mafasid? Ikiwa tumetazama kwa mtazamo huo, ikiwa tumetumia jicho la sheria kuangalia, basi natija Waislamu tutatoka nalo ambalo hatutokuwa tunapingana ndani yake, ya kwamba huku kuandamana kwa mtazamo wa kisheria mafasidi yake bila shaka ni akbar. Tukianza kudondoa mafasidi itachukua wakati, lakini hatuwezi kupingana ya kwamba mna ndani ya mambo kama haya umwagaji wa damu, mna katika nidhamu na mambo kama haya kutokwa na kutolewa kwa roho za watu. Swala, kuna mafsada yanayoshinda watu kutolewa roho, kuna mafsada kushinda umwagaji wa damu. Tamko ambalo malaika walimwambia Allah subhanahu wa ta'ala siku Allah alipotangaza kumuumba mwanadamu mbele ya malaika, wakamwambia Allah jalla jalalu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Hamna mafsada zaidi haya. Kwa hivyo maslahi yoyote atakayopatikana kutokana na haya ambayo watu wanayafanya, ikiwa mna ndani yake mafasidi kama haya, maslahi hayo huwa yanaanguka kisheria, hayana uzito, hayana maana, wala hayana mwelekeo wote wa kisheria. Ndani ya mizani ya kisheria yanaanguka. Maslaha kama hayo yanaitwa maslaha ghairu mu'tabara, maslaha ambayo hayana mazingatio hata kama yapo, maadamu tuna yakini na tunaelewa kwamba mafsada ndio haya. Endelea mbele,
utakuta kuna mafsada kadhalika, mafsada dinia, bali unaweza kusema kwa uhakika mafasid dinia, mafasid ya kidini. Dini ya Kiislamu inatupilia mbali wakati mambo kama haya yanafanywa, waislamu wakiwa wanashiriki katika mambo kama haya. Je, hatujaona katika maandamano kama haya wanawake wametangamana na wameshikana na wanaambatana na waume pamoja katika masira pamoja? Hadi mafsada dinia. Kuna mafsada katika maisha ya Muislamu yanayoshinda mafsada ya dini. Maslahi yoyote ambayo Muislamu atayapata kidunia, pakipatikaniwa ndani yake mafsada ya kidini, yale mafsada ya kidunia yanaanguka moja kwa moja. Ukiwa hapo katika duara la mafasid dinia, kuna mafasidi ya kulewa wanawake kutoka kwenyewe tu, kabla ya kuzungumza masala ya wanawake kutangamana wa Kiislamu. Wanawake wanatoka tabarruj aljahiliyyah alula, alilo likataza hasa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, ndio inafanywa bila ya kujali, bila ya kutambua ya kwamba sisi ni wanawake wa Kiislamu. Tunapotoka katika hali kama hii, huwa tumeharibu picha ya Uislamu inayotakiwa ndani ya Qur'an, inayotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekwisha kuivuruga, tumekwisha kuiharibu. Hivi sivyo alivyofundisha Allah azza wa jalla. Wanawake wetu wa Kiislamu ndivyo wanavyoonesha katika ulimwengu wa Kiislamu kwamba hivi ndivyo sisi wanawake wa Kiislamu tunavyotaka kufanya. Kwa mtazamo au kwa madai ya kwamba ndani ya shughuli kama hii, kwa nidhamu ya kidemokrasia, mna ndani yake maslaha. Naam, pengine huenda kukawa na maslaha, labda kunapatikaniwa masalihi, lakini mbele ya mafasidi kama haya ambayo tumeyataja na mengine mengi, bila shaka ikhwani ambao tunaosoma Qur'an, ndugu zangu wa Kiislamu ambao tunaofuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuwezi kupingana ya kwamba masalihi zote hizi zinaanguka mbele ya mizani ya sheria, kwa kuzingatia mafasidi hizi kubwa ambazo leo wanadamu wanaingia ndani yake. Bali mafsada makubwa zaidi, lao waislamu au lao watu wananchi wataendelea na shughuli kama hii, huende kapelekea katika vurugu ambalo likamalizikia mwishowe kwa kuondoka kiongozi kwa namna isiyofaa. Kiongozi akiondoka kwa namna isiyofaa wa nchi yoyote ile, awe atakavyokuwa kiongozi yule hali yake, kadhalika yoyote ambaye anafahamu yale yanayojiri katika dunia kabla ya miaka kadhaa na hadi hivi leo, hawezi kupinga ya kwamba inapelekea katika mafsada makubwa zaidi, mafsada ya fawdha, mafsada ya vurugu lililokubwa zaidi, mafsada ya nchi nzima yote kuja kuharibika na kuchomeka. Wakati nchi ile ilipokuwa na yule kiongozi ambaye watu wanadai kumuondoa, afadhali walikuwa katika hali iliyokuwa na salama, amani ilikuwepo, maisha yalikuwepo. Ulikuwa waweza kutoka nyumbani ukaenda zako msikitini ukarudi kwa amani, ulikuwa waweza ukatoka nyumbani ukaenda zako sokoni ukarudi kwa amani. Ilikuwa wanawake wanaweza kutoka kufanya shughuli zao wakarudi zilizo za sawa. Lakini lao kutakuja kuvurugika na nchi kuchomeka kama zilivyochomeka zile nchi tunazozitambua, ya kwamba walifuata nidhamu kama hii kwa kudhani na kufikiria ya kwamba huyu kiongozi asiyefaa tukimuondoa mambo yatakuwa sawa. Yalikuwa sawa yapi? Mambo mpaka hivi leo tunavyozungumza watu wanauana kama kuku, wanadamu wanamalizana kama vile wadudu unavyowaua ukichukua ile dawa yao ukiwapiga bila ya kujali, kwa sababu akishaondoka yule kiongozi namna hali yake atakavyokuwa, huwa hakuna tena nidhamu na kila mmoja anafikiria kufanya vile anavyofanya.
na haya ni mafsada yaliyo makubwa zaidi, yanashinda zaidi yale maslaha ambayo pengine watu walikuwa wanayafikiria. Ikhwani, haya ni baadhi ya yale ambayo tunatakiwa kuyazingatia katika majira ya mambo ya kisiasa ambayo yanaendelea hivi leo. Muislamu anatakiwa awe na busara, awe na makini, akizingatia haya ambayo tumeyataja kisheria, zaidi kuliko kubebwa au kwenda kwa mfumo na nidhamu za kimagharibi, au kwenda kwa ushawishi wa kimagharibi, au kwenda kwa hisia na emotions ambazo zinapelekea watu kuyafanya haya ambayo wanayafanya na kupelekea katika maafa makubwa.